Kwa sasa jina la Selemani Mwalimu linazungumzwa sana juu ya usajili. Tetesi zimekuwa nyingi kwelikweli zikizungumzwa kwa namna mbalimbali. Lilianza la Yanga kumhitaji Selemani Mwalimu, lakini baadaye likaja la Simba sasa kutaka kuendelea kumfanya Selemani Mwalimu aendelee kusalia ndani ya kikosi chao, na ikizingatiwa kwamba Selemani Mwalimu yupo ndani ya klabu ya Simba kwa mkopo kutoka Wydad Casablanca, lakini pia taarifa zingine zikieleza kwamba Wydad wenyewe hawana kabisa mpango wa kumuuza mshambuliaji huyo Selemani Mwalimu, na mkataba wake pindi ambapo utamalizika mwishoni mwa msimu huu atarejea ndani ya klabu yake mama ambayo bado ana mkataba nayo mpaka mwaka 2029. Na huku pia tetesi zikisema kwamba Yanga wameshatuma ofa yao kwa Wydad Casablanca na kumhitaji aweze kuingia ndani ya kikosi chao cha Jangwani. Na taarifa hizo zikamwibua meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga na kuzungumza kwamba Yanga haina kabisa mpango wa kumsajili Selemani Mwalimu, na kwamba ni tetesi hizi ambazo zimeibuliwa na mawakala pamoja na wachambuzi kuweza kushinikiza ama kuhitaji kufanya namna nyingine ya kuweza kuweka wepesi wa mchezaji huyo kusajiliwa ndani ya klabu. Kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika kwamba uongozi wa Young Africans haujafanya mazungumzo na klabu ama mtu yoyote kuhusu kumuhitaji mchezaji Selemani Mwalimu. Hizi ni taarifa ambazo ni za uzushi na hazina ukweli wowote. Mawakala ama wachambuzi, tumieni mbinu nyingine ya kuwatafutia mikataba wachezaji wenu. Hii ya kutumia Yanga imetosha sasa. Akaweka pale jambo la kuzingatia kuhusu wachambuzi wanaoandika ama kuongea habari zenye lengo la kuichafua klabu ya Yanga. Viongozi wanashughulikia jambo hilo na muda sio mrefu nitawajuza hatua ambazo zitachukuliwa. Daima mbele nyuma mwiko. Kwa hiyo Yanga imeshakanusha sasa juu ya hizi tetesi ambazo zinaendelea kwa sasa juu ya kwamba wametuma ofa ya kumhitaji Selemani Mwalimu ndani ya klabu yao, huku mchezaji huyu ambaye ana miaka 20 mpaka sasa bado ana mkataba ndani ya klabu yake mama ya Wydad Casablanca, na huku mkataba wake ndani ya kikosi cha Simba ukitarajiwa kutamatika mpaka Juni 30 mwaka 2026, ambapo ndio mkataba wake utafikia tamati kabisa, mkataba mkopo ambao unamfanya endelee kucheza ndani ya klabu ya Simba mpaka wakati huu. Na tumeshuhudia pia data zake Selemani Mwalimu si haba, na amekuwa ni mshambuliaji ambaye anafanya vizuri sana katika eneo lake, na huku pia akiwa ni kinara wa mabao ndani ya klabu yake ya Simba mpaka wakati huu. Kwa hiyo taarifa ambazo zimeweza kutoka kwa sasa hivi ni kwamba Yanga haina kabisa mpango wa kumhitaji kuweza kumchukua Selemani Mwalimu, huku hizi taarifa inawezekana zimekanushwa tu, lakini tusubiri mwisho itakuwaje, kwa sababu kwa kiwango ambacho ameweza kukionyesha Selemani Mwalimu, lakini pia huduma ambayo ameweza kuifanya inafanya mpaka hata mashabiki wa Simba hapa, pia viongozi wa Simba lazima pia wawe na lile ama mawazo ya kumhitaji kuweza kumchukua mchezaji huyu, kwa sababu amekuwa ni mchezaji ambaye anasaidia na kuifanya kazi yake vyema kabisa katika eneo lake la ushambuliaji. Na pia tukisubiri kama viongozi wa Simba nao pia wanahitaji huduma yake endelee kusalia ndani ya klabu yao, basi taarifa zitatoka zaidi, kwa sababu Simba wenyewe mpaka sasa hivi hawajazungumza lolote lile, ijapokuwa inawezekana mchakato wa kutaka kuendelea kumfanya aweze kusalia ndani ya klabu yao inawezekana ukawa unaendelea. Tunapewa nguvu na Kadi Smart ambao hawa ni wababe wa kutoa kadi za mialiko kidigitali. Basi na ushauri kuweza kuwatafuta kupitia namba 0765889978. Ukatafuta hapo watakupa huduma za kadi za mialiko kidigitali ambazo zinatumwa kupitia WhatsApp pamoja na SMS za kawaida, lakini pia kupitia kurasa zao za mitandao ya kijamii unawatafuta kama Kadi Smart, na sisi tunapatikana kama Chikao Media. Ukitutafuta Facebook, Instagram, hata Twitter, hata Thread pia tunapatikana kama Chikao Media. Mpaka wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.